Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, awali ya yote kwanza tunashukuru kwa tukio hili la leo ambalo ni uzinduzi wa upandaji miti katika wilaya yetu. Tukio hili lengo lake kubwa ni kudhihirisha, kukumbushana kwa ujumla umuhimu wa kuhifadhi mazingira yetu ikiwemo misitu, na huwa linafanyika kila msimu wa mvua, kwa maana hizi shughuli za upandaji wa miti zinafanyika kila msimu wa mvua unapofikia. Sasa sisi kama TFS huwa katika mpango kazi wetu tuna target, lengo la kuzalisha miche ambayo hiyo miche ni mahususi kwa ajili ya kutumika katika msimu huu. Na kwa mwaka huu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tulikuwa na lengo la kuzalisha miche 300,000 na miche hiyo ilizalishwa, iko katika bustani yetu ambayo iko kijiji cha Mwongozi kule. Miche hii iko ya aina 11, lakini tukigawanya katika matumizi tunaweza kusema iko miche kwa ajili ya kupanda kwenye vyanzo vya maji, kuna miche kwa ajili ya kivuli tu, kuna miche kwa ajili ya mapambo, lakini pia kuna miche ya miti kwa ajili ya matunda. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, dhumuni kubwa la uoteshaji wa miche hii ni jitihada za serikali katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tunapozungumzia kwa wilaya yetu ya Masasi, miche hii inatarajiwa kupandwa katika maeneo ya hifadhi za misitu ambao kwa kiasi fulani uoto wa asili unaharibiwa kutokana na shughuli za binadamu. Na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, katika hifadhi hizi kumbukwe ndio inapatikana vyanzo vya maji ambao vinatoa huduma ya maji katika wilaya yetu ya Masasi, lakini pia katika wilaya ambazo ziko jirani na Masasi. Sasa pamoja na kupanda katika maeneo ya misitu yaliyoharibiwa, miche hii pia inagawiwa kwa taasisi mbalimbali ikiwemo za kidini, binafsi, lakini pia watu binafsi wanaruhusiwa kuchukua kwa ajili ya kupanda katika maeneo yao. Na hii ni kwa sababu swala la uhifadhi wa mazingira ni swala shirikishi. Tunafanya hivi, tunaambiwa tunatunze mazingira ili yaweze kututunza. Kwa hiyo pamoja na kupanda kwenye maeneo ya hifadhi za misitu, taasisi, lakini hata mwananchi mmoja mmoja ana jukumu la kupanda, kama katika shamba lake au pale nyumbani kama kuna eneo kidogo la kutosha. Sio lazima upande miti 300, unaweza kupanda miti hata 10 kulingana na eneo lako pale. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ni jitihada, ni madhumuni ya serikali kuzalisha hii miche na kuipanda katika maeneo ya misitu, taasisi na watu binafsi, ikiwa ni jitihada za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, katika kuwezesha hili tunashukuru serikali iliwezesha kiasi cha fedha takriban milioni 33. Fedha hizi ni kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu pamoja na huduma katika kitalu kile cha miche. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mpaka sasa miche takriban 39,872 imeshagawiwa. Sababu kipindi kile cha msimu wa kwanza wa mvua kuna taasisi, watu binafsi walikuja kuchukua, lakini baada ya jua kidogo akasitisha, lakini kwa sasa hivi ni awamu kama ya pili ambayo tunatarajia kumalizia hili zoezi. Na katika siku hii ya leo, katika uzinduzi huu wa upandaji miti jimbo, lakini pia tungependa ifahamike wilaya, kwa sababu mkuu wa jimbo amewahi vizuri sana
amegundua hili mapema, na alipotuletea mwaliko tukaona ni vyema na sisi, kwa sababu bado tulikuwa hatujazindua na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, basi tutumie siku hii pia iwe kama uzinduzi wa upandaji miti wilaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo tunakadiria takriban miche 2000 itapandwa. Kuna eneo la hapa, lakini kuna sehemu nyingine pia tulijulishwa ambalo ni shamba la kanisa. Miche hiyo pia itakuja kupandwa. Kwa hiyo makadirio ni miche 2000. Hii yote ni katika kuhakikisha tunaendeleza kutunza mazingira yetu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunashukuru sana kwa kuunga mkono katika utekelezaji wa mpango huu. Tunaamini kwamba kupitia juhudi hizi wilaya yetu itakuwa na mazingira bora, salama na endelevu. Lakini pia tushukuru serikali kwa ujumla ambayo inaongozwa na Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa mstari wa mbele katika kampeni hizi za upandaji miti na kuwezesha rasilimali ambazo zilihitajika kuwezesha maono haya. Kipekee kabisa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nashukuru uongozi wa kanisa la wilaya Masasi kwa ushirikiano ambao wanaonyesha katika jitihada za uhifadhi wa mazingira. Tunaomba basi iwe ni kama chachu kwa taasisi nyingine za kidini na binafsi ziweze kuhamasika zaidi katika kuhifadhi mazingira kwa faida ya jamii yetu. Kwa kumalizia, naomba kutoa wito kwa wananchi wote kushirikiana kikamilifu katika utekelezaji wa upandaji miti ili kufikia malengo ya kuhakikisha tunakuwa na mazingira bora. Iko miti pale kama alivyoeleza afisa wa TFS, na nimeshafika kwenye kile kitalu. Kitalu ni kikubwa na ni kizuri, kina eneo kubwa, lakini nilichoenda mshahara pale kuna miti mingine ina urefu ya kata na karibu iishe kwenye matumizi. Watu kuchukua miti, nendeni tukachukue miti pande tena bure, hailipimi. Changamoto tunaoipata kwa baadhi ya miti mingine inachukua miaka 20, 30 mpaka 40 kukomaa ndio uweze kutumia huo mti ukate mbao kama ufanye nini. Wawataka tuliofikia umri wangu ama wengine hapa hawataki kupanda hiyo miti, kwamba haina manufaa kwake, yeye atakuwa ameshatangulia mbinguni. Wewe panda, uliowaacha huko duniani watakuja kunufaika na wataendelea kukukumbuka. Kwa hiyo wengine tukachukua hata miti ya mbao kwa muda mrefu, wewe panda utakuja kuwasaidia wengine. Kwa hiyo hili nitoe wito kupitia shughuli hii kwa wakurugenzi wa halmashauri zetu hizi miti. Tunayo miti ya kutosha kwenye kitabu cha TFS. Kuanzia wiki tunaoanza Jumatatu waende wakachukua miti na mpaka shule zote za msingi na za sekondari tupande miti ya kutosha ili kukinga majengo yetu, kupata matunda na kukuza uoto wa maeneo husika. Lakini nitoe rai kwa mimi moja vikundi vya watu kuendelea kuchukua kupande miti. Hata vikundi vile tunahamasisha sasa hivi, kuna pesa. Mheshimiwa Rais ameshaleta pesa kwa ajili ya mikopo ya vijana, wanawake na wenye ulemavu. Nendeni halmashauri katika kwamba mimi nakuja kuchukua mkopo kwa ajili ya kuotesha kitabu cha miche, utapata hiyo pesa, utazalisha, watu watakuja kununua miche, utaongeza kipato chako. Kwa hiyo mkuu wa jimbo pamoja na waumini na washukuru sana kwa kunialika kuja kuzindua tendo hili muhimu sana ambalo litaboresha mazingira katika wilaya yetu ya Masasi. Na baada ya kusema hayo, sasa nipo tayari wakati itakapokuwa imeandaliwa kwenda kushirikiana na mimi
kuzindua upandaji wa miti wa mwaka wa 2025. Nawashukuruni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Neno la kwanza ni kumshukuru Mungu kwa ajili ya kutupa uzima na afya, lakini pia wito wetu turudi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 15, kumtii Mungu kwa kutunza dunia, kwa kulima na kupanda miti ya matunda ambayo inaweza kutusaidia katika ustawi wetu. Mimi naitwa Christian Barton Mwakwata, ni mwenyekiti wa kamati ya miradi na mazingira jimbo la Magharibi Masasi. Tumeanzisha programu hii ya kutunza mazingira, ni sawasawa na sheria ya usimamizi wa mazingira ambayo inatupa wajibu wa kuweza kutunza mazingira. Kwa hiyo sisi kama wana KKT tuliona ni vema tushiriki kwa ajili ya kuweza kucontrol tabia ya nchi. Tumeanzisha, lakini tunatoa rai kwa taasisi zingine za kidini na zisizo za kidini kuwa na desturi ya upandaji wa miti, lakini na kutunza mazingira, kwa sababu maisha ya binadamu yanahitaji ushirikiano. Kwa majina naitwa Stella Nikodemu, nikiwa kama muumini wa kanisa la KKT. Kwa kweli nimejisikia vizuri sana kupanda miti siku hii ya leo. Ninaahidi kuitunza miti hii kwa hali na mali, kwa nguvu zangu zote. Tutaimwagilia na kuitunza kama maneno ya Mungu yanavyosema, tutunze mazingira yetu, na mimi naahidi kutunza haya mazingira yetu. Amina.